Rahby Digital, haki na ukweli. Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Na kwa kina zaidi kuhusiana na taarifa hizi za kimataifa, naungana na Ibrahim Rahby, mchambuzi wa masuala ya kimataifa. Karibu sana Rahby. Shukrani sana. Tuanzie hili la Israel ambapo waziri wa ulinzi yeye amesema kiongozi wa Iran Ayatollah hawezi kuendelea kuwepo, na kauli hiyo amezungumza wakati zikiendelea nchi hizo mbili kushambuliana. Israel Katz ndio waziri wa ulinzi wa Israeli. Binafsi namuona kama anakwepa jukumu lake. Anakwepa jukumu, anataka yani kama amepata kichaka fulani. Jukumu gani ambalo analikwepa? Yani amezungumza baada ya mashambulizi ya Irani kupiga hospitali ya Soroka. Yalipiga Central Tel Aviv jana, wakapiga Stock Exchange ya Tel Aviv na wakapiga maeneo tofauti. Sasa yeye ameenda kujificha kwenye swala la kuwa huyu mtu hapaswi kuwepo, badala kuwajibu wa Israeli kwa nini yale makombora yamefika pale, kwa sababu hii nchi ina mifumo bora sana ya ulinzi. Sasa hiyo mifumo kazi yake ni ipi, au kipi ambacho kinachofanyika kwenye hiyo nchi ambayo inafanya kuwa iweze kufikika kwa kirahisi kwa namna hiyo. Sasa Israel Katz alipaswa ajibu kwanza kwa watu wa Israeli kuwa amewalinda kwa kiasi gani au amesaidia kiasi gani wa Israeli kulindwa ili wasiweze kufikiwa na makombora ya Iran. Na tutapata kwa kina zaidi hapo kuhusiana na hilo, lakini kwa kile ambacho kinaendelea kama ambavyo umezungumza, Katz yeye amemlinganisha Khamenei na kiongozi wa zamani wa Manazi wa Ujerumani Adolf Hitler wakati akihutubia pia katika mji ulioshambuliwa wa Holon. Na katika hili ni kama kile ambacho kinaelezwa mwanzoni ilikuwa mazungumzo yafanyike, lakini mfano kule viongozi walipokutana wa nchi za G7, Trump akatangaza yeye ataondoka mapema, na kweli aliondoka mapema. Kwa hivyo hata baadhi ya yale mazungumzo hayakufanikiwa. Unajua, dunia ikitoa unafiki, Hilda, tukasimama kwenye ukweli, tutatoa majibu kuwa huenda wale wanaoshutumiwa na wanaowashutumu ndio wanahusika. Mfano, wamefanisha Irani au kiongozi wa Irani Khamenei kama Hitler. Licha ya nguvu kubwa ya Irani kwenye ukanda mzima alionao, kwa sababu kwa Mashariki ya Kati Irani ni jeshi la pili nyuma ya Uturuki. Irani hajawahi kushambulia nchi yoyote Mashariki ya Kati. Hajawahi kuishambulia nchi yoyote katika eneo la Mashariki ya Kati. Ukitoa vita ya Iraq na Iran ya miaka 80, hajawahi kuingia kwenye mzozo wote. Sasa tuhesabu ndani ya miaka miwili Israeli kashambulia nchi ngapi? Kapiga Lebanoni, kapiga Syria, kapiga Yemen, kapiga kila sehemu, kapiga Iraq, kapiga Irbil, kapiga kila sehemu. Lakini Irani hajawahi kumgusa yote. Halafu turudi kuwa nani kaanzisha hii vita? Alioanzisha ni Israeli. Ndio kaamka asubuhi Ijumaa kaenda kaua majenerali wa Iran, kaanzisha mashambulizi yeye. Juzi wiki iliyopita Israeli alipiga hospitali Irani na wakalalamika, kwa nini unapiga hospitali? Kapiga kituo cha television. Unawezaje kwenda kuchambulia kituo cha television ambacho hakina ulinzi? Kapiga. Wakalalamika, lakini kwa nini mnafanya hivi? Mbona huu ni ukiukaji? Nyinyi mmesema kuwa mnakuja kupiga vinu vya nyuklia. Pigeni kwenye maeneo ya kijeshi na nyuklia. Kwa nini mnaenda kupiga kwenye television? Kwa nini mnaenda kupiga hospitali? Sasa Irani walichokijibu jana ni kile anachokifanya Israeli, wakaenda wakapiga tena hospitali ya jeshi. Israeli alipiga hospitali ya kiraia, lakini tunapozungumza kuna hospitali gani Gaza inafanya kazi? Ni hospitali 2 au 3 Gaza nzima, eneo lenye watu 2.3 milioni. Israeli kalimaliza lote. Israeli alimchukua daktari Hussam Abu Safia, na nakumbuka kipindi kile daktari walimteka, wakamchukua. Mpaka leo yupo gerezani. Kosa la huyu daktari lipi? Kikosi cha Israel cha Golan kilienda kuwaua wahudumu wa Umoja wa Mataifa 15 kwa kuwapiga risasi. Juzi tu hapo Umoja wa Mataifa, kiasi miezi miwili, wahudumu wa Umoja wa Mataifa, wahudumu wa afya imeenda kuwapiga.
risasi na ushahidi umetokewa kabisa, kwa sababu video ilirekodiwa. Sasa yeye anapoguswa anakuwa victim kama hivi. Yani wanataka dunia nzima ilie na wao kuwa kwa nini Iran kapiga hospitali, kwa nini? Lakini tabia yenu ikoje kwa wengine? Kwa sababu hiki kinachofanyika nyinyi mmekifanya mara. Kumbuka wakati wa mwanzo wa vita hii ya Gaza, mwezi wa 11, wakati Biden anasafiri kwenda Tel Aviv, alienda mara moja, unajua ile katika vurugu alienda mara moja. Wakati anasafiri, Israel imeshusha kombora kwenye hospitali ya Al-Beit Baptisti, Ahli Bait ya Baptisti inayohudumiwa na Waingereza. Aliua watu 350. Lile kombora liliua watu 350 ndani ya hospitali. Lakini nini kilitokea? Sasa Irani alipogusa wanataka waonekane duniani kuwa wao ni victim, yani wao ni waathirika, lakini wao ndio walioanzisha vita. Kwa upande wa Marekani kuhusika pia na vita hii ya Iran pamoja na Israel, wamekuwa wakihusishwa licha kuwa kulikuwa na matamko ya kukanusha hili. Lakini White House wenyewe wamesema kwamba ndani ya wiki 2 zijazo watatoa maamuzi ya nini ambacho itasimama upande gani. Katika kitu ambacho kimewakera sana wa Israel ni tamko la White House la jana kuwa inataka wiki 2 ndio itaamua kama iingia au haingii, wakati Israeli tayari pumzi imekata kwenye hili kuwa siwezi tena, yani kuwa manake Netanyahu alitegemea ndani ya siku ya kwanza, ya pili, ya tatu Marekani atajiunga naye kwenye hii vita. Sasa unaona kuwa lengo la kwenda kuathiri nyuklia za Irani takriban wiki 1 bado inaonekana kuwa hakuna mafanikio makubwa kwenye hilo. Kwa hiyo ukisikiliza Netanyahu alichokuwa nakizungumza juzi kwenye hotuba yake, alisema kuwa sisi tunafanya ustaarabu kwa ajili ya kusaidia ulimwengu wa magharibi. Akasema kuwa leo Tel Aviv inashambuliwa, kesho itashambuliwa New York. Ni kauli za kukata tamaa, yani kuwa anahitaji msaada ambao labda nisaidiwe. Lakini jana wakati alivyotembelea hospitali ya Beersheba akazungumza tena, akasema kuwa tunategemea rais ambaye tunaelewana naye atatusaidia na hivi sasa ataingia kwa ajili ya mustakabali wa maisha yetu. Anakusudia Trump aingie. Sasa Trump kusema kuwa tutaingia baada ya wiki 2, anasema kwamba bado anaamini kuna mazungumzo yanaweza yakafanyika. Kwani walikuwa na kipi? Kwa sababu Trump mwenyewe tumuulize kuwa kulikuwa kuna raundi 5 za mazungumzo ambao yeye alikuwa anachezesha mchezo wa hadaa. Trump na yani tuseme Marekani na Irani walikuwa na mazungumzo ya raundi 5 ambao mara 3 imefanyika Muscat, mara 2 yamefanyika Rome. Walikuwa wanaenda tarehe 15 raundi ya 6 wakafanyike wapi? Muscat. Wakati huo Trump anaongea na umma au anaongea na vyombo vya habari duniani, anasema kuwa mazungumzo yetu na Irani yamefikia kwenye nafasi nzuri kabisa. Kwani mara ngapi walisema kuwa tunaizuia Israeli isishambulie kwa sababu tupo kwenye njia nzuri kabisa. Lakini chini kwa chini Marekani anazungumza na Iran, halafu anasema yani anazungumza na Irani halafu anasema kuwa tunamzuia Israel, lakini chini kwa chini akampa green light Israel nenda kashambulie Iran. Sasa nilikuwa namsikiliza jana Generali Mohsen Razai, mmoja wa majenerali wakubwa wa Irani, anasema kuwa kuanzia walipoanzisha mazungumzo ya mwezi wa 3, yani mazungumzo ya mwezi wa 3 yalipoanza, sisi tulijua kuna vita. Anasema Iran tulijiandaa na vita toka mwezi wa 3. Kwa hiyo hata wakati walitupeleka kwenye mazungumzo yao na meza yao ya hadaa, sisi tulikuwa tunajua ni hadaa. Anasema tulijua vizuri. Anasema walituulia makamanda wetu kwa sababu tulikuwa tunajua kuna mazungumzo yanafanyika siku inayofuata ya pili tu. Ndio sababu walifanya shambulizi la kigaidi kuua majenerali. Anasema lakini sisi vita tulijua toka mwezi wa 3 na tulijiandaa na hii vita toka mwezi wa 3. Anazungumzia kuhusu hata facility za nyuklia. Anasema kuwa sisi tulishaondoa kila kitu kwenye masuala ya nyuklia kwa sababu tulijua nyuklia zitashambuliwa. Kwa hiyo tulishaondoa kila kitu. Hii vita sio ghafla kwetu sisi. Hii vita tumejiandaa nayo. Kwa hiyo wao ni muda gani watakaa kwenye vita, lakini sisi tulijiandaa nayo. Sasa nini ambacho kwa suluhisho kwa hili kwa pande zote mbili? Nadhani watarudi walipoanzia wakiwa wa kweli. Walifanya mazungumzo ya raundi 5 ya hadaa. Wakati wanamhadaa Irani kwenye mazungumzo, wao wanajiandaa na vita. Lakini na Irani chini kwa chini alishawajua akajiandaa. Sasa mara hii wanatakiwa warudi kwenye meza wakiwa halisi, wasiwe na hadaa. Leo unaleta mazungumzo ya hadaa. Mazungumzo ya hadaa kwa sababu walikuwa wakitoka kwenye mazungumzo wanatoa taarifa. Alikuwa akizungumza Steve Witkoff, walikuwa akizungumza Abbas Araghchi. Mara zote wamesema mazungumzo yetu yanakwenda vizuri na hakuna lolote baya. Tupo kwenye mwelekeo mzuri, hakuna chochote kibaya. Alafu mwisho wa yote wanaamua mashambulizi ya kwenda kuishambulia Irani. Kwa nini mlitudanganya kwa mazungumzo yanaenda vibaya? Si bora mngesema moja kwa moja kuwa bana kuna vitu haviko sawa. Lakini mbele ya mic au mbele ya vyombo vya habari walikuwa na hadaa kwa mazungumzo yalikuwa sawa. Halafu wakaja wakathibitisha kwa sababu shambulizi la kwanza la Israeli
waziri wa kigeni wa Israeli Mark Rubio alisema Marekani haijashiriki. Muda mchache tu kutoka pale Trump akathibitisha kuwa walishiriki na akathibitisha kuwa sisi tunatoa usaidizi wote. Maana yake kuwa yeye ndio alikuwa kwenye mazungumzo. Sasa kumbe yale mazungumzo yote yalikuwa ni ya hadaa, halafu huku unashiriki kwa kila kitu ambacho kinatokea. Sasa leo kuna mkutano kati ya viongozi wa EU na waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi, itafanyika kule Geneva. Huu mkutano utakuwa ni mkutano wa kwanza sasa wa ana kwa viongozi wa magharibi pamoja na Irani kuangalia kuna nafasi gani ya kuweza kulitatua hili swala, kwa sababu kwa vyovyote ilivyo hali ni ngumu sana. Muda huu na mimi naongea na wewe kuna mashambulizi makubwa sana yanafanyika Beersheba, na Irani kutoka juzi wametoa taarifa, wanasema kuwa tumeuharibu mfumo wote wa ulinzi wa Israeli. Israeli anasema anaimiliki anga ya Irani yote, na Irani anasema kuwa sisi tumeharibu mfumo wa ulinzi wote, ndio maana tunaweza tukashambulia popote tunapojisikia. Na hata jeshi la Israeli jana lilitoa taarifa ya kusema kuwa Irani ilitumia makombora ambayo ni ya mara ya kwanza inatumia MRV, yale ambayo anasema ni makombora yanakwenda multiple, yani yanakuwa yanasambaa, yani ikikaribia kwenye target zinatanuka, zinakuwa makombora mengi ambayo yanalenga target. Kwa hiyo anasema ni vigumu kwenda kudhibiti kwenye mfumo wa ulinzi. Sasa Irani anayo kiasi gani? Sasa mbali na hili la Mashariki ya Kati, tumeona rais wa Urusi yeye akisema kuwa nchi yake haitishwi na hatua za nchi ya NATO, na katika mkutano ule tulimuona pekee rais wa Ukraine akihudhuria. Kwa sababu kitu kimoja Putin ambacho anaamini, hakuna nchi ya Ulaya yenye nguvu kumzidi, na anaweza kuifikia nchi yoyote ya Ulaya akijisikia kufanya vile. Anaposema hana tishio, yani anasema kuwa hatuhofii, kwa sababu Trump alivyokuja madarakani akatishia kujitoa NATO. Katika tishio la kujitoa NATO akawashauri NATO kuwa nyinyi kwanza mchango wenu ni mdogo, lakini kama mnataka tuendelee kubaki ni lazima muongeze bajeti zenu za ulinzi. NATO wana wastani 2% ya mapato yote ya nchi ndio wanatumia kwenye masuala ya ulinzi. Trump na akapendekeza kuwa ni lazima nchi zitoe angalau 5%, ifike 5% katika masuala ya ulinzi. Huu ulikuwa ni mtego wa kibiashara. Yani Trump anatembea vyote kuwa hakikisha tu Marekani kwanza. Sasa kutoka 2% mpaka 5%, hawa NATO silaha zote au tuseme 80% ya silaha ambazo wataongeza kununua kwenye ulinzi wao zitatoka Marekani. Kwa hiyo Marekani atakuwa amefaidika sana kupitia wanachama wote wa NATO ambao watakuwa wamenunua silaha kutoka kwake. Kwa hiyo anaweza hata kama nchi ziko kwenye vita, haziko kwenye vita, amefaidika kwa sababu kampuni kubwa za Marekani za silaha zinaingiza pesa nyingi kwenye uchumi wa Marekani. Kwa hiyo kama migogoro inakuwa mingi duniani na silaha zinauzwa sana, ndio wanaingiza pesa nyingi, lakini inaweza wakaingiza pesa bila kuwa na vita kama hivi. Katika pressure ya Trump anapozisukuma nchi za Ulaya kuwa ziongeze matumizi ya kijeshi, manake zitanunua zaidi kutoka kwa Marekani. Kwa hiyo Marekani atafaidika hata kama hakuna vita. Sasa Putin anafahamu kuwa hata wakiwa na silaha anayefaidika ni Marekani, lakini hizo silaha watazitumia wapi? Kwa hiyo ndio maana anaambia kuwa sitishiki na lolote, na kwa sababu kiuhalisia ukiangalia kama Urusi hana ugomvi na nchi ya Ulaya, yani nchi fulani, isipokuwa nchi wakati mwingine hizi za Ulaya zenyewe ndio huwa zinatafuta ugomvi na Urusi, kwa sababu Urusi mara zote anasema kuwa utaukataje mkono unaokulisha. Yani amekuwa akilitumia soko la Ulaya, yani ile jumuiya ya EU ndio sehemu yake kubwa ilikuwa ya kuingiza pesa, yani kufanya biashara, kwa sababu ndio alikuwa anawauzia mafuta, ndio anakouza sana gesi. Sasa vipi ataenda kuwashambulia watu ambao wanamlisha? Kwa hiyo ilikuwa ni kama ni kauli ambayo yeye mara zote huwa anasema kuwa kauli ambayo inatafsiriwa kuwa Urusi ni tishio kwa Ulaya, huwa anasema ni kauli ya kijinga. Yani nani tumemtisha nani? Tumefanya kwa sababu hawa watu sisi tunafanya nao biashara, lakini ilikuwa ni kauli iliyokuwa ikitoka Marekani kwa sababu ya kuwafanya Ulaya waamini kuwa wana tishio la Urusi ili waweze kubaki upande wa pili wa Marekani, ili Marekani aweze kuwashikilia na kucontrol anavyotaka yeye. Lakini kiuhalisia kinachozungumzwa hapa tishio la Urusi ni kile kile ambacho wanapewa Waarabu Mashariki ya Kati kuwa Irani ni tishio kwenu, lakini Irani hajawahi kumshambulia yoyote, lakini na wao wote wanabaki kuamini kuwa huyu kweli ni tishio. Huyu ni tishio, na wao wanaona ili wajilinde na huyu wanakimbilia Marekani kwenda kununua silaha. Kwa hiyo Marekani anafaidika kupitia kile alichokipandikiza kupitia wote. Kwa hiyo ni kama wote anawaendesha kwa staili ya kufanya biashara nzuri. Shukran Rahbi, asante. Na pengine katika mkutano huo basi pengine atajiri. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.
Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli.